Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema wajibu wa viongozi wa dini ni kuisaidia jamii kwa kujenga jamii iliyo bora pamoja na kuendelea kutunza amani ya nchi. Rais mstaafu wa taifa la Zambia Edgar Lungu amefariki dunia leo Juni 5, 2025 akiwa na umri wa miaka 68. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inatarajia kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika Kusini, mchezo unaotarajiwa kuchezwa Juni 6 mwaka huu. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Resta Fares. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema wajibu wa viongozi wa dini ni kuendelea kuisaidia jamii kwa kujenga jamii iliyo bora pamoja na kutunza amani ya nchi. Kauli ya Rais Dr. Samia aliyoitoa leo Juni 5 mwaka huu mkoani Dar es Salaam wakati wa harambee ya kuchangia ujenzi wa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum cha Bagamoyo Diaconic Lutheran Center. Dr. Samia amesisitiza kuwa matendo chanya yanayofanywa na baadhi ya watumishi wa dini yanaonyesha mfano bora kwa wengine wanaojiita watumishi wa dini lakini hawaleti manufaa kwa jamii. Pia kiongozi huyo mkuu wa nchi amehimiza ushirikiano wa wazazi wote wawili katika malezi ya watoto wenye changamoto, akisema ni jukumu la familia nzima. Tumsikilize Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akihutubia katika hafla hiyo. Simama kuwatetea na kuwawezesha wenye mahitaji maalum waishi maisha bora. Mmetukumbusha kuwa kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu na kuwakarimu wageni, kuvika wasio na nguo na kutembelea wagonjwa ni jukumu letu sote. Sasa mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini. Huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu: kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Hivyo napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa jitihada za uchangishaji ambazo tayari zimewawezesha kukusanya kiasi fulani cha pesa. Si haba, Baba Askofu, kwa sababu umetuambia hapa kabla kuingia kwenye ukumbi tayari kwa kuna bilioni 3.5 ziko benki zishakusanya, lakini wakuu wa majimbo hapa wametugaia bilioni 2.7, 5.7. Harambee iliyopita hapa waliosimama imeleta kama bilioni 1, nilikuwa napiga mahesabu, bilioni 1 na mamia kidogo. Kwa hiyo ni bilioni 6, na hapo bado karatasi zilizopita kule hazijasomwa, na tukisoma zile karatasi tayari zimetusogeza. Lakini hizi ni kwa ajili ya kusimamisha jengo tu. Baada ya kusimamisha jengo kuna huduma, kuna mahitaji mengine ili kufanya kituo hiki kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kama alivyosema Baba Askofu, bado kazi ni kubwa na bado michango inahitajika. Sasa kwa upande wetu serikali, tutashirikiana na kanisa katika kukamilisha mradi huu kwa kuwa nanyi bega kwa bega katika ujenzi na uendeshaji wa kituo hiki. Vile vile Baba Askofu, ninapoalikwa kwenye mambo makubwa ya kanisa, kuna kiwango nimejiwekea cha kuchangia, nacho ni shilingi milioni 1. Kwa hiyo kama ninavyochangia kwengine, nitachangia hapa pia shilingi milioni 100, shilingi milioni 100.
Naam, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA kimewaagiza viongozi wa chama hicho ngazi za mikoa kuanza maandalizi ya uchaguzi mkuu kwa kuwapata wagombea ubunge na udiwani, kikionya kuchukua hatua kwa kiongozi ambaye atashindwa. Katibu mkuu huyo wa CHAUMMA amesisitiza umuhimu wa chama kuondoa makundi, akisisitiza umoja na mshikamano miongoni mwa wanachama wa zamani wa chama hicho na waliojiunga na CHAUMMA hivi karibuni. Zaidi mwanahabari Claudi Elias anafafanua zaidi taarifa hii. Imeendelea na kampeni yake ya C4C inayodumu ndani ya siku 16 ndani ya mikoa mbalimbali nchini Tanzania ikiwa mkoa wa Mbeya. Kuwataka viongozi mtambue kwamba chama sasa ni kimoja. Nendeni mkaunganishe wapya na wageni, tuwe kitu hiki kimoja. Msianze kuoneana wivu, wala msianze kugombana, wala msianze kufanya tamaa, wala no. Tukubaliane tu kwamba sasa chama chetu ni kimoja. Na kikishakuwa kimoja ndipo tunapoweza kufikia malengo yetu mapana tuliyojiwekea. Na lengo letu sisi sio wewe mwenyekiti kuwa mbunge, wala sio katibu kuwa diwani, wala wa mama kwa viti maalum. Lengo letu ni kushika dola. Tuianzie kwenye kata tushinde. Tuje kwenye majimbo yote ya mkoa Mara 9-10 tushinde. Twende kwenye kata zote tushinde. Ndio lengo letu. Kwa tusianze kunyang'anyana vijiti, tusianze kunyang'anyana nafasi, tusianze kuoneana wivu, tusianze kwamba hawa ni wageni, sisi tulikuwepo hapa siku nyingi, aliyekuwepo siku nyingi na aliyekuja hivi leo, wote tuwe kitu kimoja, tushikamane, tutengeneze mikakati ya kufikia malengo yetu ambayo ni ya kushika dola. Hatuna malengo mengine. Na linaloendana na hilo naomba hili nizungumze kwa nafasi yangu ya katibu mkuu. Mimi bahati mbaya sana huwa siamini katika mtu kushika madaraka asiyofanyia kazi. Huwa siamini. Yaani siamini kabisa. Kwa hiyo mtu aseme leo sisi nimepewa mimi ni kiongozi wa wanawake, ndio mimi kiongozi wa wanawake. Kesho mimi ndio kiongozi wa mkoa, basi mimi naomba niweke wazi kabisa mbele ya mwenyekiti, na hilo nimepanga nije nilizungumze kwenye kamati kuu. Kama tunakubaliana kazi, lazima tufanye kazi. Anayetaka kukaa na cheo tutamweka pembeni. Claudi Elias, Habari. Shukrani sana Claudi Elias kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Dream Media, nikukumbushe kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Esau Godwin. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki akiwa na umri wa miaka 68. Hayo ni kwa mujibu wa chama chake cha Patriotic Front. Lungu alikuwa kiongozi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kati ya mwaka 2015 na 2021 wakati aliposhindwa kwa kishindo katika uchaguzi wa rais wa sasa Hakainde Hichilema. Chama chake kimesema kwenye ujumbe kilichoandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kuwa rais huyo wa zamani ambaye amekuwa akipokea matibabu maalumu nchini Afrika Kusini alifariki dunia leo Alhamis. Patriotic Front imesema binti ya Lungu na mwanasheria wa familia yake wamethibitisha kifo chake. Aliingia madarakani mwaka 2015 baada ya kifo cha mtangulizi wake Michael Sata na kujieleza kama Mzambia wa kwanza aliyetoka katika maisha ya kawaida kabisa baada ya kushindwa katika uchaguzi wa 2021. Lungu alistaafu na kisha akarejea katika siasa 2023 alipochaguliwa kuwa kiongozi na mgombea wa urais wa upande wa muungano wa upinzani ukiongozwa na chama cha Patriotic Front. Lakini Disemba mwaka jana mahakama ya kikatiba Zambia ilitoa uamuzi kuwa hastahili kugombea muhula mwingine madarakani. Mtazamaji, huyo ni Esau Godwin katika habari za mataifa mbalimbali. Na katika michezo, timu ya taifa Tanzania Taifa Stars inatarajia kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika Kusini, mchezo unaotarajiwa kuchezwa Juni 6 mwaka huu. Huyu hapa Ramadhani Kasim ambaye amekuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika habari za michezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inataraji kushuka dimbani siku ya kesho katika dimba la Peter Mokaba kule Polokwane nchini Afrika ya Kusini kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa hilo Bafana Bafana. Tayari kuelekea mchezo huo, maandalizi yanatajwa kukamilika kwa timu ya taifa ya Tanzania ambayo iko chini ya mwalimu Hemedi Suleiman Ali Mwite Moroko akisaidiwa na Jamhuri Kiwelu Julio.
Wachezaji nao wanataja maandalizi kukamilika kwa upande wao, huku wakiamini haswa mchezo huo ni muhimu kwao kwa ajili ya kuipandisha Taifa Stars kwenye renki za FIFA. Wakati Stars wakifanya maandalizi kuelekea mchezo wa kirafiki hapo kesho, kwingineko timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars nayo inaendelea na maandalizi yao kuelekea michuano ya mataifa ya Afrika kwa wanawake, yani WAFCON. Klabu ya Young Africans inaendelea na maandalizi yao kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao unataraji kuchezwa Juni 18 mwaka huu, huku wakiendelea na msimamo wao wa kutocheza mchezo wao namba 184 ambao umepangwa kufanyika Juni 15 dhidi ya Simba Sports Club. Kimataifa, michuano ya UEFA Nations inaendelea hii leo katika hatua nyingine ya nusu fainali ya pili, ambapo timu ya taifa ya Spain wanakipiga dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa majira saa 4 kamili usiku kwa saa za Tanzania. Hizo ndizo habari za michezo na hii ni Dream Media. Naam, ni Ramadhani Kasim katika mkusanyiko wa habari za michezo. Na kabla ya kuhitimisha Dream Media habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema wajibu wa viongozi wa dini ni kuisaidia jamii kwa kujenga jamii iliyo bora pamoja na kuendelea kutunza amani ya nchi. Rais mstaafu wa taifa la Zambia Edgar Lungu amefariki dunia leo Juni 5, 2025 akiwa na umri wa miaka 68. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inatarajia kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika Kusini, mchezo unaotarajiwa kuchezwa Juni 6 mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.